عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لرب البرية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه الذين هم الخيرة من البرية. أما بعد. يا أخي ewe ndugu yangu, uridu anasaka swali, inataka nikuulize swali. Salma turid, uliza swali ulitakalo. Mahadhabu kwa swala ni zipi adhabu za mwenye kuacha swala? Faqad jaa fil hadith, hakika imekuja katika hadithi kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, wa man tahawana bisalat, na mwenye kuipoteza swala, na mwenye kuiacha swala, na mwenye kuipuuza swala, aqabahu Allah bi 15 uquba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwadhibu adhabu 15. Sittun fi dunya, adhabu 6 atazipata huyu mwenye kuiacha swala akiwa hapa duniani. Wa 3 inda al-maut, na adhabu 3 atazipata wakati wa kufa. Wa 3 inda dukhulihi fil qabr, na adhabu 3 atazipata wakati wa kuingia kaburini. Wa 3 inda liqa'i rabbih, na adhabu 3 atazipata wakati wa kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani mawqifil qiyama, kisimamo cha siku ya kiyama. Fa amma allawati fi dunya, ama adhabu ambazo atakazipata huyu mwenye kuiacha swala akiwa hapa duniani. Fal ula, basi adhabu ya kwanza, tunzaul barakatu min umrihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ataifuta baraka katika umri wake, au ataiondosha baraka katika umri wake huyu mwenye kuiacha swala. Adhabu ya kwanza akiwa hapa duniani, Allah Subhanahu wa Ta'ala ataiondosha baraka katika umri wake. Wa thania, na adhabu ya pili atakayopata huyu mwenye kuiacha swala, huyu mwenye kuipoteza swala, tumhasiha salihin, itafutwa alama ya watu wema miwajihihi, katika uso wake. Wewe utajuaje mtu huyu imefutwa alama ya watu wema katika uso wake? Ni pale wewe unapokutana na mtu ukimwangalia usoni unasema hii sura ya ujambazi, sura ya huyu anavuta bange. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakujulisha wewe kukuonesha kwamba huyu mtu imefutwa alama ya watu wema katika uso wake, ana alama ya watu wema katika uso wake. Wa thalitha, na adhabu ya 3 atakayopata huyu mwenye kuiacha swala aliyakuwa yuko hapa duniani. Kullu amali ya amaluhu, kila matendo mema atakayoyafanya huyu mwenye kuipoteza swala, la yuajiruhu Allahu alayhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala amlipi kutokana na matendo yake mema aliyoyafanya huyu mwenye kuipoteza swala. Warabi'a, na adhabu ya 4 atakayopata mwenye kuipoteza swala aliyakuwa yuko hapa duniani, la yarfa'u lahu du'a'i ila as-sama'i, hanyanyuliwi maombi yake kwenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe mwenye kuiacha swala, unaiacha swala inapita, maombi yako hayaendi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maombi yako yanaishia baina samai wal ardh, maombi yako yanaishia kati ya ardhi na mbingu. Wewe mwenye kuiacha swala, maombi yako hayafiki kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khamisa, na adhabu ya 5 atakayopata huyu mwenye kuiacha swala akiwa hapa duniani, laisa lahu hathun fi du'a'i salihin, hana fungu katika maombi ya watu wema. Wewe mwenye kuiacha swala hauna fungu katika maombi ya watu wema. Leo hii tumekusanyika hapa tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mambo mbalimbali yanayotusibu sisi. Wewe hauna fungu katika maombi ya watu wema. Hapa wewe upo taruku swala, wewe mwenye kuiacha swala, wewe hauna fungu lolote
katika maombi ya watu wema. Wasadis, na adhabu ya 6 atakayepata huyu mwenye kuiacha swala hali ya kuwa yupo hapa duniani, takhruju ruhuhu bighairi iman. Itatolewa roho yako wewe mwenye kuiacha swala pasina ya imani. Utakufa hali ya kuwa si Muislamu, na Mtume kashasema mwenye kuiacha swala atakufa si Muislamu. Vipi wewe Muislamu unaiacha swala? Tukufananishe na nani wewe Muislamu mwenye kuiacha swala? Unakuwa ni kafir. Mwenye kuiacha swala ni kafir. Sasa wewe Muislamu unaiacha swala, wewe ni kafir. Haina budi kusema hivyo, wewe ni kafir. Fa amma lawati 'inda al-maut, na ama adhabu ambazo atakazipata huyu mwenye kuiacha swala wakati wa kufa. Falula, adhabu ya kwanza, ayamuta dhalila, atakufa kifo cha udhalili sana. Allah subhanahu wa ta'ala atakudhalilisha wewe mwenye kuipoteza swala, wewe mwenye kuizalau swala, wewe atakudhalilisha kifo cha udhalili sana. Utaonaje mtu huyu amedhalilishwa kifo cha udhalili sana? Allah subhanahu wa ta'ala atakudhalilisha wewe kwa namna mbalimbali anavyojua yeye. Unakuta unasikia bwana huyu mtu amefariki, anakwata nguruwe, ana masikio ya nguruwe. Allah subhanahu wa ta'ala anakudhalilisha wewe mwenye kuiacha swala. Wathania, na adhabu ya pili atakayepata huyu mwenye kuiacha swala wakati wa kufa, ayamuta wewe mwenye kuiacha swala, wewe utakufa aliyakuwa ni mwenye njaa kali sana. Wewe utaruku swala, wewe mwenye kuipoteza swala wakati unakufa pale, Allah subhanahu wa ta'ala anapomtuma yule malaika kuja kukutoa wewe roho, utakufa aliyakuwa ni mwenye njaa kali sana. Wathalitha, na adhabu ya tatu utakayopata wewe mwenye kuiacha swala, wewe mwenye kuipuza swala, wewe ayamuta atishan, utakufa aliyakuwa ni mwenye kiu kikali mno. Wewe mwenye kuiacha swala, wewe utakufa aliyakuwa ni mwenye kiu kikali sana. La usuqiya bihara dunia, la unyweshwe bahari za duniani, wewe taruku swala, wewe mwenye kuiacha swala, wewe na Mtume kasema wewe mwenye kuiacha swala, wewe katufunza mambo mbalimbali. Vipi wewe Muislamu unaiacha swala? Na wewe mwenye kuiacha swala utakufa aliyakuwa ni mwenye kiu kikali mno. Ndugu zangu Waislamu, la usuqiya bihara dunia, la unyweshwe bahari za duniani. Kwa mujibu wa Qur'an tukufu bahari ziko 7. La wewe taruku swala, wewe mwenye kuiacha swala unyweshwe hizo bahari 7 marawia. Hizo bahari 7 kisingeweza kuondoa kiu hicho, wewe mwenye kuiacha swala wewe. Wa amma allati tusibuhu fil qabr, na ama adhabu ambazo atakazozipata huyu mwenye kuiacha swala au wewe mwenye kuiacha swala wewe wakati upo kaburini, Allah subhanahu wa ta'ala adhabu ya kwanza atakayokuadhibu wewe, yudhayiqu Allahu alayhi alqabr, Allah subhanahu wa ta'ala atalibana kaburi lako wewe mwenye kuiacha swala, wewe mwenye kuipuza swala, Allah subhanahu wa ta'ala atalibana kaburi lako wewe mwenye kuiacha swala, hata takhalifa adla'uhu, mpaka zipishane mbavu zako. Kwa maana mbavu ya kushoto iende kulia, ya kulia iende kushoto. Allah subhanahu wa ta'ala adhabu ya kwanza atakupa wewe wakati upo unaingia kaburini. Hiyo ndio adhabu ya kwanza, ndugu zangu Waislamu. Wathania, na adhabu ya pili atakayepata huyu mwenye kuiacha swala wakati upo kaburini, yuqad alayhi fi qabrihi, Allah subhanahu wa ta'ala atakoleza moto mkali sana katika kaburi lako, yataqallabu ala aljamr, na utajigeuza geuza juu ya hilo kala moto, laila wa nahara, usiku na mchana. Ndugu zangu Waislamu, wewe mwenye kuiacha swala, wewe mwenye kuipuza swala, adhana inaadhiniwa ndo kwanza unasema imefika dhuhuri, mimi sina chochote, ngoja nikapumzike. Kweli Muislamu, adhana ya maghrib inaadhiniwa,
Allahu akbar, Allahu akbar. Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Wewe ndio kwanza nasema hii adhana ya magharibi. Ngoja nikaingize hata nikafanya kazi kidogo hapa, nikapata hata nusu ya kula hivi hata 2000 3000. Adhana ya magharibi ndio nakukumbusha wewe kwenda kutafuta. Adhana ya Aisha inaadhiniwa, Allahu akbar, Allahu akbar. Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Shehe anajikakamua msikitini pale, Allahu akbar, mpaka sauti inakauka. Anakukumbusha wewe Muislamu uliokuwa nje kwamba muda wa swala umefika. Wewe Aisha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil bariyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina humul khairatu minal bariyah. Amma ba'd. Ya akhi, ewe kaka yangu, uridu an as'alaka su'al. Ninataka nikuulize swali. Salma turide. Uliza swali ulitakalo. Idha aslama al-kafir, wakati atakaposilimu kafiri, innutiki bishahadatain, wakutamka shahada mbili, mi'aradhi tadahu bimra'atin muslima, wa makusudio ya kumwoa mwanamke wa Kiislamu, fasku tu. Wama hukumuhu, ni ipi hukumu yake? Aljawab, jawabu ni kwamba yakunu muslima min haythu dhahir, anakuwa muislamu kwa muonekano wa nje, illa muyusarrih bi niyyatihi hadhihi, akitoiweka wazi nia yake hii, watujri alayhi ahkamil islam, na tunapitisha juu yake hukumu za Kiislamu. Minha, miongoni mwazo, fatazwijuna bitilkal muslima, ni kumwozesha mwanamke huyo wa Kiislamu. Wa amma batina, na amma kiundani, falaisa bimuslim, sio muislamu. Kwa sababu innamal a'malu binniyat, kikasi vinginevyo matendo yanazingatia nia. Wal anna al-islam, na kwa kwamba Uislamu huwa al-iqraru bil lisani, nako ni kukiri kwa ulimi, wal i'tiqadu bil qalbi, na kuitakidi kwa moyo, ala wahdaniyatillahi, juu ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu, wa ala risalatin nabii sallallahu alayhi wasallam, na juu ya kupelekwa mtume ya rehema Mwenyezi Mungu juu yake na okoa, wa risalati jami'il mursalin, na kupelekwa mitume wote mursalin, wal inqiyad, na kufuata lima jaa rasul rabbil alamin, lililokuja nalo mtume Bwana. Faidha aslama al-kafiru bin-nutqi bi-shahadatayn, basi wakati atakaposilimu kafiri kwa kutamka shahada mbili, wala ya'taqidu biqalbihi, na wala kuitakidi kwa moyo wake, mashtamalata alayhi, yale ambayo yamekusanyika juu yake, falaisa bimuslim batina, basi mtu huyo sio muislamu kiundani. Fa'lam hadha, fahamu hivyo. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Ismi, jina langu Mudrik ibn Sabi. Ismi, jina langu Ismaili ibn Jaifo. Anzeni kusoma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi alladhina humul khairatu minal bariyah. Amma ba'd. Ya ukhti, ewe dada yangu, uridu an as'alaki su'al,
madhara. Waktashafa al-atibbai annahu yusabbibu adraran kathira, na akapekua madaktari kwamba jambo hilo linasababisha madhara mengi. Faqad su'ila ar-Ramli an ba'dhi an-nisa'i fi halati al-hamli, hakika aliulizwa ar-Ramli kuhusiana na baadhi ya wanawake katika hali ya kuwa wajawazito. Yabtalina birraham, wanaweza na kichefuchefu. Ya akuluna safar, wanakula safar. Wa huwa baqaya naili, nayo ni mapambo ya mto. Faqala, akasema ar-Ramli, yajuzu aklihi, inajuzu kula kwake. Lakini kama tulivyosema, marejeo ila dhararin kathiri wa adamihi, ni kwenye madhara mengi na kukosekana madhara. Idhan, kwa sababu hiyo, faidha kana twinu awil fahmu, wakati utakapokuwa udongo au mkaa, la yadhuru bilhamli, haumdhuru mwanamke mjamzito. Fala haraja bitanaulihi, hapana ubaya kutumia kwake. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Ismi, jina langu Zufa binti Musa. Ismi, jina langu Maryam binti Huseni almaarufu mwangaza wa dini ya Uislamu. Nahnu talibani fil farghi min furughil madrasati shamsiyya. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Azeni kusoma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sisi tunajua kwamba mwanamke mwenye hedhi haswali na wala hafungi. Fakana wala swahibatina hukuka, akatumia mmoja katika sisi vidonge tusabibu nuzula damu kabla mauidaha, vinalosababisha kushuka kwa damu kabla ya muda wake. Fanadhalati damu, na ikashuka damu ya hedhi, kaila tusalli wala tasum, ili asiswali na wala asifunge. Kahal hadihi salatu takbiha amla, je, swala hii atailipa au hapana? Aljawabi, jawabu ni kwamba la taqdil mar'at idha tasabbabat nuzula dam fanazal, hatolipa sala mwanamke wakati wote atakaposababisha kushuka kwa damu na ikashuka. Lianna alhaidha dam, kwa sababu hedhi ni damu ambayo mata ujida hukmuhu, wakati wowote inapopatikana imepatikana hukumu yake. Kama annaha lau tanawalat ma yamna'ul haidh, kama ilivyokuwa lau akatumia mwanamke kitu ambacho kinaizuia hedhi. Fa innaha tusalli wa tasum, hakika yeye atasali na atafunga. Wala taqdi saum, na wala hatakuja kuilipa saum. Liannaha laysat bihaid, kwa sababu mwanamke huyo sio mwenye kuingia hedhini. Kama yaqulu fuqaha, kama waliposema wanavyoni, alhukmu yaduru ma'al illa, hukum inazunguka pamoja na illa. Wujuda kwa kupatikana, wa adama na kukosekana. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka. Wayasalunaka anil mahid, na watakuuliza wewe kutokana na hedhi. Qul huwa adha, sema huu ni uchafu. Wa mata ujida hadha al-adha, na wakati wowote utakapopatikana uchafu huu. Thabata hukmuhu, imethibiti hukumu yake. Famata lam yujad, na wakati wowote ukitopatikana uchafu huu. Lam yujad hukmuhu, haitopatikana hukumu yake. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Ismi, jina langu Ashura binti Suleiman. Ismi, jina langu Nurati binti Omari. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil bariyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, wa ala alihi wa sahbihi alladhina humul khairatu minal bariyah. Amma ba'd. Ya akhi, ewe ndugu yangu, uridu an
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لرب البرية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه الذين هم الخيرة من البرية. أما بعد يا أختي إنك أريد أن أسألك السؤال لتتبع لتصال سليما تريدين أريد صالي أريد كالو اذكر البنات التي لم يبلغن الحلم نيميهم فيأمرهن
انتشار الفساد mpaka iseme ni sababu katika kuenea uharibifu. ويلزمهن الصلاة في حمار ليلا ولازم wao kusali kwa kuvaa shungi. Walau salat bidunehe, na lau wakasali pasna ya kuvaa shungi. Sahhat salatuhunna, imeswihi swala yao. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Ismi, jina langu Zainabu binti Hussein. Ismi, jina langu Neema binti Juma. Nahnu talibani fil farqi min furuqi madrasati Shamsiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil bariyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi alladhina humul khiratu minal bariyah. Amma ba'd. Ya ukhti, ewe dada yangu, uridu an as'alaki su'al, ninataka kukuuliza swali. Salima turidina, uliza swali ulitakalo. Faqad waqa'al mudara'ata bainal fatat, hakika kumetuka kutupiana maneno kati ya wasichana. An hukumi ikhrajil mar'ati kaffaiha wa qadamaiha fis salat, kutokana na hukumu ya kutoa mwanamke viganja vyake na nyayo zake katika swala. Faqalat ba'duhunna, wakasema baadhi yao, la haraja lilmar'ati, hapana ubaya kwa mwanamke, ikhraju qadamaiha fi swalati, kutoa nyayo zake katika swala. Waqalat ba'duhunna, na wakasema baadhi yao, la hapana, fama sawabu fi hadhaini ni lipi lilokuwa sawasawa katika haya mambo mawili? Aljawabe, jawabu ni kwamba ikhtalafat ahlul ilmi fi hukmi idharil mar'ati qadamaiha wa dhira'aiha fi salah, wametofautiana watu wa elimu katika hukumu ya kudhihirisha mwanamke nyayo zake na dhiraa zake katika swala. Faqala ba'dhum, wakasema baadhi yao, innahuma laisa minal aura, hakika vile hivyo si katika uchi. Wa inkishafuhuma la tubtilu swala, na kuvifunua kwake haibatiki swala. Lianna al-kaffaini wal qadamaini aqallu fitnatin minal wajhi, kwa sababu viganja vya mikono na nyayo za miguu ni chache zaidi ya fitna kuliko
inajuzu. Wadhahaba akharuna ila anna qadamaiha min al-awra, na wakenda wengine mpaka kwamba nyayo zake ni katika uchi. Wa maadhalika, na pamoja na hayo, idha sallatil mar'at makshufatal qadamain, wakati atakaposwali mwanamke hali ya kuvifunua nyayo zake, la tu'idu swala, hatoirudia swala, wa ajzaaha swalatuha, na imemjuzukia yeye swala yake. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Ismi, jina langu Najma binti Juma. Ismi, jina langu Salma binti Sufiani. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil bariyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, wa ala alihi wa sahbihi alladhina humul khiratu minal bariyah. Amma ba'd. Ya ukhti, ewe dada yangu, uridu an as'alaki su'al, ninataka nikuulize swali. Salima turidina, uliza swali ulitakalo. Hali zaujati faskunikahi zaujiha, je, inajuzu kwa mke kuivunja ndoa ya mume wake? Idha ajaza zauju anqamin, wakati atakaposhindwa mume kutokana na chakula au kiswatin au maskanin au mavazi au mahali pa kuishi. Jawabu ni kwamba nam yajuzu lahal fasl, ndiyo inajuzu kwa mwanamke huyo kuivunja ndoa, bikulli wahidin minhuma, kwa kila kimoja miongoni mwa hivyo, bishurutihil maaluma, kwa masharti yake yenye kujulikanwa, bialla kiamalil badan, kwa sababu hakuna kusimama kwa mwili, biduni dhalika kullihi, kwa kinyume cha hayo yote. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiyo mjuzi zaidi. Ismi, jina langu Hadija binti Hamisi. Ismi, jina langu Tausi binti Zuberi. Nahar talibani fil farghi min furu'il madrasatu shamsiyya fi Kihudan Kobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil bariyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum khilatu minal bariyah. Amma ba'd. Ya ahli, ewe ndugu yangu, uridu an as'alaki su'al, ninataka nikuulize swali. Salma turid, uliza swali ulitakalo. Hal yajuzu al-akhadhu ayyi shay'in min mali kafir, je, inajuzu kuchukua kitu chochote kutokana na mali ya kafiri? Al
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لرب البرية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه الذين هم الخيرة من البرية. أما بعد، يا أختي أريد أن أسألك السؤال. ninataka nikuulize swali. Salima, turidina, uliza swali ulitakalo. Fahal idha kanat zawjatu lizawjiha, je, wakati atakaposema mke kumwambia mume wake, intallaqtani, ukiniacha mimi, fa anta bari'u min sadaqi, basi wewe ni mwenye kusemeka kutokana na mahari yangu. Au fakade abera'atuka min sadaqi, au hakika nimekusamehe kutokana na mahari yangu. Fakala zawju talaqtuka, kisha akasema mume nimekuacha. Famal hukumu, ni ipi hukumu? Aljawabi, jawabu ni kwamba yaqau talaqu raj'iyya, inatoka talaka raj'iyya. Walam yabra'i zawju min as-sadaqi, na wala hatosameheka mume kutokana na mahali. Li'adami sihhati al-idra'i, kwa kukosekana kusamehe. Li'anna al-idra'i la yu'allaqu, kwa sababu kusamehe hakutungikwi. Hadha huwa al-mu'tamadu, maneno haya ndiyo yenye kutegemewa. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Jina langu Shema binti Ramadhani. Ismi, jina langu Edina binti Tanzania. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لرب البرية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه الذين هم الخيرة من البرية. أما بعد، يا أخي ndugu yangu, uridu an as'alaka su'al, ninataka kukuuliza swali. Salma, uliza swali ulitakalo. Idha talaka shakhsun zawjatahu, wakati atakapomwacha mtu mke wake, thumma ba'da talaqiha, kisha baada ya kumwacha, iddaa annahu kana hazila, akadai kwamba yeye
uliza swali ulitakalo. Mahaura neokeoche. Jawabu ni kwamba auratu rajuli, uchi wa mwanaume, ma baina surrati wa rukba, ni sehemu iliyopo kati ya kitovu na magoti. Wa auratul hura, na uchi wa mwanamke muungwana, jamiu badaniha, ni mwili wake wote, illa alwajha wal kaffain, isipokuwa uso na viganja vya mikono. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Asairu fi hadhihi su'al ismi Muhammad Twa. Ismi, jina langu Yasri ibn Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil bariyah wassalatu wassalam ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi alladhina humul khairatu minal bariyah. Amma ba'd. Ya akhi, ndugu yangu, uridu an as'alaka su'al, ninataka kukuuliza swali. Salma turide, uliza swali ulitakalo. Idha tazawwaja shakhsun imra'a, wakati atakapomuoa mtu mwanamke, thumma faraqaha, kisha akaachana naye, qabla dukhul, kabla ya kumwingilia, fahal yajuzu lahu, je, inajuzu kwake huyo mwanaume nikahu bintaha, kumuoa binti wa huyo mwanamke? Jawabu ni kwamba naam, yahillu lahu, ndiyo ni halali kwake nikahu bintaha, kumuoa binti wa huyo mwanamke, kwa sababu la tahrumu albintu, haramu binti illa bidukhuli li ummiha, isipokuwa kwa kumwingilia mama yake. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. As-sa'ilu fi hadhihi as-su'ali ismuhu Rahim ibn Musa al-ma'ruf Isri. والمجيب في هذه السؤال اسمي الابن فالنسي. نحن مدين تصل الفؤاد بخالق الأكوان، تشتاق عيني أن ترى خير الورى، تصل الفؤاد بخالق الأكوان. إن الصلاة على النبي محمد تصل الفؤاد بخالق
بخالق الأكوان إن الصلاة على النبي محمد تصل الفؤاد بخالق الأكوان صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا وتكلموا mkubali sisi twasema yafaa maulidi sibida Ibn Taymiyyah kasema dini imekamilika ila twaitia doa Islamu amkeni tumeingia gizani Allah dini imekamilika ila twaitia doa Islamu amkeni tumeingia gizani tena doa twaitia kwa ndugu kufarakana twama twakimbilia na kujishusha maana Allah dini imekamilika ila twaitia doa Islamu amkeni tumeingia gizani motoni twenda ingia wazee hata vijana dini imekamilika ila twaitia doa Allah dini imekamilika ila twaitia doa Islamu amkeni tumeingia gizani Islamu amkeni tumeingia gizani Islamu hakika twamsahau karima Allah dini imekamilika ila twaitia doa Islamu amkeni tumeingia gizani Rahmatullahi wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لرب البرية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه الذين هم الخيلة من البرية أما
ewe ndugu yangu, uridu an as'alaka su'al, ninataka kukuuliza swali. Lau kala shakhsun, lau akasema mtu liakhara, kumwambia mtu mwingine, zawijini bintaka, niozeshe mimi binti yako, au ukhtaka, au dada yako. Fakala al-akhar, kisha akasema yule mtu mwingine, zawajitukaha, nimekuozesha. Famal hukumu, ni ipi hukumu? Aljawab, jawabu ni kwamba yasihu nikah, imesihi ndoa, wala yushtarat, na wala haishartizi, ayakulu almudhawwaj, kusema yule mwenye kuoa, kabeltu taswijaha, nimekubali kumuoa. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Hasailu fi hadhihi su'al ismi Ikram ibn Muhammad, والمجيب في هذه السؤال اسمي إيدي ابن حميسي. نحن طالبان في الفلق من فلوق المدرسة الشمسية في كيودا ركوب مرجور تنزانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لرب البرية، والصلاة والسلام على خير البرية، وعلى آله وصحبه الذين هم الخيرة من البرية. أما بعد، يا أخي ndugu yangu, uridu an as'alaka as-su'al, ninataka nikuulize swali. Salma, turide, uliza swali ulitakalo. Man fatahu min Ramadhana siyama ba'da al-ayyam, yule ambaye imempita katika mwezi wa Ramadhani saumu baadhi ya masiku, wadhalika li'udhurin, na likawa hilo ni kwa udhur, fahal yajibu alaihi, je, inapasa juu yake, ayasumaha mutatabia, kuzifunga hizo siku kwa kuzifuatanisha, au yajuzu lahu, au inajuzu kwake, ayufarrikaha, kuzifarakanisha. Aljawabe, jawabu ni kwamba aswawabe, lililokuwa sasa, annahu yajuzu qadauha mutafarriqa, kwamba inajuzu kuzilipa kwake kwa kuzifarakanisha. Lianna al-aya, kwa sababu aya, laisa fiha nasun ala tatabi', hapana ndani ya hiyo aya dalili juu ya kufuatanisha. Bali inna Allah jalla, bali hakika Mwenyezi Mungu aliyakuwa amesifika, wala atlaqa fiha, na ameachilia ndani yake, fadalla ala annahu, akajulisha juu ya kwamba yeye yajuzu ayakudhia mutafarriqa, inajuzu kuzilipa kwake kwa kuzifarakanisha. Walakinil afdal, na lakini lilokuwa bora,
ni kuzilipa kwake kwa kuzifuatanisha. Lianna al-ayyama allati abdaraha, kwa sababu masiku ambayo aliyafungua, kanat mutawalia, yalikuwa ni yenye kufuatana. Fal afdal, basi lililokuwa bora, ayakudhiyaha mutawalia, ni kuzilipa kwake kwa kuzifuatanisha. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. As-sailu fi hadhihi as-su'ali ismi Yasari ibn Yazid, wal mujibu fi hadhihi as-su'ali ismi Madini ibn Yusuf al-ma'rufu katiba wa ilm. Nahnu talibani fil farghi min fawq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لرب البرية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه الذين هم الخيرة من البرية. أما بعد، يا أخي أريد أن أسألك السؤال من
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لرب البرية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه الذين هم الخيرة من البرية أما بعد. يا أخي ndugu yangu, uridu an as'alaka su'al, ninataka kukuuliza swali. Salma turid, uliza swali utaka. Kaifa tukharu najazatul qalbi wal khinzir, vipi inataharishwa najisi ya mbwa na ya nguruwe? Aljawab, jawabu ni kwamba yughsalu mahallu, wanaoshwa mara pake bilmai, kwa maji, 7 marat, mara 7, idahunna, moja la biturab, kwa udongo. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi. السائل في هذه السؤال اسمي مهدين ابن زبيري، والمجيب في هذه السؤال اسمي رشيد شبان المعروف بآل ودين. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لرب البرية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه الذين هم الخيرة من البرية أما بعد. يا أختي ewe dada yangu, uridu an as'alaki su'al, ninataka nikuulize swali. Salima turidina, uliza swali ulitakalo. Ma adadu ayyami khurujil haizi, ni ipi idadi ya masiku ya kutokwa na hedhi? Aljawab, jawabu ni kwamba aqallu adadu ayyamil haidhi, uchache wa idadi ya masiku ya kutokwa na hedhi, yaumu wa laila, ni siku na usiku wake, wa aktharuhu, na wingi wake, 15 yauma, ni masiku 15, bila yaliha, na mausiku yake, wal ghalib, na desturi yake, 3, ni siku 3, au 4, au siku 4, au 5, au siku 5, au 6, au siku 6, au 7, au siku 7. Fa in zada damul haidhi, ikizidi damu ya hedhi, ala 15 yauma, juu ya masiku 15, fahuwa damul istihadha, basi hiyo ni damu ya ugonjwa. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Ismi, jina langu, Yusra binti Juma. Ismi, jina langu, Salma binti Shukuru. Nahnu talibani fil falqi min furuqil madrasa. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لرب البرية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وصحبه الذين هم الخيرة من البرية أما بعد. يا أختي ewe dada yangu, uridu an as'alaki su'al, ninataka nikuulize swali. Salima turidina, uliza swali ulitakalo. Ma aqallu zamanil hamli, ni upi uchache wa muda wa
Uchache wa muda wa mimba 6 ashhur ni miezi 6. Wa ghalibuhu na desturi yake 9 ashhur ni miezi 9. Wallahu alam, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi. Ismi, jina langu Ilhamu binti Musa. Ismi, jina langu Latifa binti Hamisi. Nahnu talibani fil fali min furuhil madrasatu shamsiyya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil bariyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi alladhina humul khairatu minal bariyah. Amma ba'd. Ya akhi, kaka, uridu an as'alaka su'al, ninataka nikuulize swali. Salma turide, uliza swali ulitaka. Ma hukumu, nipi hukumu mama mwenye kufia nahwi biirin, mfano wa kisima, watahaddad nabaka wana uzito, ikhrajuhu kumtoa kwake, wa asruhu na kumosha kwake. Aljawab, jawabu ni kwamba hukumu adami jawazi salati alayhi, hukumu yake ni kukosekana kujuzu kumsalia juu yake, lianna salati alayhi, kwa sababu kumsalia juu yake tatawakafu ala al-ghusli, unasangaa juu ya kuosha kwake. Wal-ghusli huna, na kuosha hapa mutaadhir, wana uzito. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Ismi, jina langu Nurdini ibn Rajab. Ismi, jina langu Nasr ibn Juma. Nahnu talibani fil farq min furugh al-madrasati ash-shamsiyya fi Kiwanda Rukobe, khurujur Tanzania, wa ila ar-ridai fi marrati al-ukhra. Nahnu wa antum bil khair insha Allah. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil bariyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi alladhina humul khairatu minal bariyah. Amma ba'd. Ya akhi, kaka yangu, uridu an as'alaka su'al, ninataka nikuulize swali. Salma turide, uliza swali ulitakalo. Ma hukumu idha wujida ba'du man tuyuqina mautuhu, ni ipi hukumu wakati vitapopatikana baadhi ya viungo vya yule ambaye kumakinishwa kufa kwake? Aljawab, jawabu ni kwamba alhukumu idha wujida ba'du man tuyuqina mautuhu, hukumu wakati vitakapopatikana baadhi ya viungo vya yule ambaye kumeakinishwa kufa kwake. Ghusluhu wa takfinu, vitaoshwa na vitakafiniwa. Wassalatu alayhi wa dafnuhu hujuba, na vitaswaliwa juu yake na vitavishwa na vitazikwa kwa kupasa. Kalmayitil hadiril kamil, kama vile maiti aliyehadir aliyekamilika. Wa in kana dhalika al-ba'd dhufran au sha'ra, ijapokuwa itakuwa baadhi hiyo ni kucha au nywele. Ismi, jina langu Ibrahim ibn Abdul. Ismi, jina langu Hasan ibn Musa. Nahnu talibani fil farq